Kiongozi huyo wa ODM aliwasili katika eneo la Sabatia kwa mkutano wake mkubwa wa hadhara baada ya kuwahutubia wenyeji katika maeneo mbalimbali ya eneo bunge la Butere. Raila katika hotuba yake aliwataka wananchi kutofuata viongozi wao anaohoji wanaendelea kupigwa mnada na serikali ya Jubilee. Sasa wameweka pale kama ili ya ng'ombe. Wanakuja na pesa, viongozi wanatongozwa. Nyinyi semeni ya kwamba mnataka kutoka kwa ODM, manake nyinyi mnafinywa katika ODM. Njooni karibu. Pesa ndio hii. Pesa ndio hii. Kadhalika Raila amekashifu serikali ya Jubilee kutokana na mikutano ya mara kwa mara katika ikulu ya rais inayodaiwa kuwa ya kibiashara, akisema haina umuhimu wowote kwa wananchi. Vilevile amekosoa serikali kwa kutotimiza ahadi ilizotoa kabla ya uchaguzi, ilhali inaendelea kutoa ahadi zaidi. Yale ahadi walitoa, wanaweka ahadi nyingine juu ya nyingine. Ati ahadi juu ya ahadi. Promise on top of promise. Empty promises. This will not do. Wakenya si wajinga. Viongozi wengine waliohutubu waligusia swala la kiwanda cha sukari cha Mumias, huku wakilaumu serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa masaibu ya wakulima wa miwa. Ni kama hiyo 20% yuko pato na national government, hata tufanye nini wenzangu? Umaskini utafanya nini? Utaendelea. Ukitaka kupambana na watu wa Jubilee, silaha ni moja. Silaha inaitwa kura. Silaha inaitwa nini? Sisi kama wananchi wa Kenya lazima tujiandae kuondoa hii serikali ya ukabila na ya ufisadi. Sawa sawa? Na yule ambaye anaweza kutoa Jubilee kwa uongozi wakati ni Raila Amolo Odinga. Baada ya kukamilisha ziara yake katika eneo bunge la Khwisero na Butere, kiongozi huyo wa ODM ataanza ziara yake katika eneo bunge la Ikolomani na Shinyalu Jumanne asubuhi. Anapokamilisha ziara yake katika eneo bunge la Butere na Khwisero na kuelekea katika eneo bunge la Ikolomani na Shinyalu hapo kesho, kiongozi wa ODM Raila Odinga anaomba wenyeji katika eneo hili kudadisi serikali ya Jubilee kuhusiana na miradi ama ahadi zilizotoa katika miaka 4 iliyopita. Philip Murutu, Citizen Nipashe kutoka kaunti ya Kakamega.